Martha alikuwa anahangaika sana kumhudumia Yesu ili aweze kupata chakula cha kimwili, naye Yesu akasema hapana, tulia miguuni kama Mariam Magdalena. Kwa hiyo ninawaomba kwa neema ya Yesu wote tutulie miguuni pa Bwana kama Mariam Magdalena, huku tukimsubiria. Alivyomaliza alihakikisha wakati wote yuko na Yesu. Alikuwepo kwenye lile kundi la wale wanawake waliokuwa wakimlilia Yesu wakati akibeba msalaba. Akawaambia wanawake wa Yerusalemu, msinililie mimi. Mama huyu alikuwepo kwenye msalaba wa Yesu wakati Yesu akisema Eloi Eloi lama sabakthani. Mama huyu alikuwa wa kwanza kuwa kaburini, kwa sababu Yesu alikuwa ni ajenda yake kubwa. Katika mafundisho ya imani za msingi na yameandaliwa na mchungaji Sadikieli Shehemba, mkurugenzi wa shule ya Sabato na huduma binafsi Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Mada kuu, ujio wa Yesu mara ya pili. Kipengele muhimu kabisa ambacho tutajifunza ni hiki kipengele cha dalili za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kimeachwa makusudi kwa sababu kitakuwa kikishughulikiwa na wahudumu wengine katika somo hili. Kwa hiyo sitazungumzia kipengele kinachohusu kurudi kwa Yesu mara ya pili, bali mimi nitajikita zaidi katika ahadi za Mungu zilivyosimama kwa wanadamu na zinavyotimia. Neno lake akilisema linatimia, na kwa sababu hiyo tutaangalia maeneo matatu ya msingi jinsi ahadi za Mungu zinavyotimia. Namba moja, alipomwambia Ibrahimu, nitakupatia uzao na kukubariki na kukufanya kuwa baba wa mataifa, wakati Ibrahimu alipokuwa hana mtoto hata wa urithi. Lakini Ibrahimu alipojikita zaidi katika kuiangalia ahadi hii, Mungu alikuja kuitimiza kwa mtoto wake Isaka, ambaye kupitia Isaka tunapata uzao wa taifa la Israeli, na uzao huo sisi kwa imani tunazaliwa katika familia ya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yangu ni kwamba Mungu anaposema nitakuja tena, ahadi zake ni za kweli. Lazima tusimamie hapo, kwa sababu kwa kweli atakuja. Wewe unaweza ukafanya uzembe katika safari yako, lakini ahadi ya Mungu imesimama. Wale watakaosimama imara, wao wataokolewa. Lakini pia katika kitabu cha Yoshua 21:45 Mungu alitimiza mambo yote aliyowaahidi wana wa Israeli. Hakuna hata moja ambalo hakulitimiza. Katika dunia hii kuna vitu vinavyotutoa katika ahadi za Mungu, na vitu hivi Yesu Kristo alisema, angalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi, ulevi na masumbufu ya maisha haya. Vitu vitatu ambavyo tunapaswa kuviangalia sana, ambavyo vinatutoa katika ahadi za Mungu. Na kwa Waadventista wa Sabato, kwenye ulafi huwezi ukawapata sana, japo wachache wapo. Kwenye ulevi huwezi ukawapata wale Waadventista wa Sabato,
ila utawapata Wasabato. Nadhani umenielewa. Kwa maana ili uweze kuitwa Mwadventista ni mtu unayetimiza lengo la Mungu, kwamba alikwenda na sisi kazi yetu ni kumngojea. Ameenda kutuandalia makao ili atakapokuja aje atuchukue. Kwa hiyo focus kubwa ya watu wa Mungu katika dunia ya sasa, wale ambao wanaitwa Waadventista wanaomngojea Yesu, focus yao haipaswi kuwa katika vitu vya ziada, bali focus yao kubwa inapaswa kuwa kwa kumwangalia Kristo na kumngojea anayekuja kutuchukua mara ya pili. Ukikutana na mtu ambaye anasema nilikuwa natamani kwenda zoezi la kwaya lakini kikoba kimenizuia, huyo hamngojei Yesu bali anangojea kikoba. Ukikutana na mtu anakuambia nilikuwa natamani leo niwe kwenye ibada ya Jumatano lakini kwa bahati mbaya nimetembelewa na baba mkwe au mama mkwe, yeye focus yake haiko katika kumwangalia Kristo anayekuja, ila focus yake inaweza ikaingiliwa na mtu yeyote miongoni mwa viumbe walioumbwa na Mungu, na hivyo yule mtu hamngojei tena Bwana. Ukikutana na mtu wa namna hiyo, kwa hiyo unaposafiri angalia kusije kukatokea kitu katikati yako na Mungu alafu kikaingilia huduma ya Mungu maishani mwako. Na fungu moja nalo lipenda sana, kimsingi sio fungu bali ni quotation, iko kwenye kitabu cha Wazee na Manabii. Ninasema chochote anachofanya mwanadamu kikaingilia huduma ya Mungu au kikaingilia upendo wa Mungu katika maisha yake, kitu hicho ni Mungu kwake. Kwa hiyo Mwadventista yoyote anayemngojea Mungu, anayemngojea Kristo kwa mara ya ngapi? Ya pili, anafaa avifanye vitu vingine vyote kuwa vya pili, lakini cha kwanza focus yake kubwa iwe katika kumngojea Yesu anayekuja. Katika kile kitabu cha Isaya sura ya 55 fungu la 11, neno la Mungu linasema, neno linalotoka katika kinywa cha Mungu haliwezi kurudi bure. Kwa kuwa Yesu alisema, na kwenda kuwaandalia makao, kisha nitakuja niwachukue. Wenzako wako kwenye makambi, anasema wale ambao hawakujihudhurisha wakati wa sikukuu ya upatanisho wote walisakwa na kuuawa kwa kupigwa mawe. Wale ambao hawajihudhurishi hapa duniani kiroho kwa imani, wakati Yesu akitupatanisha na Baba kule mbinguni, Mungu anapokuangalia naona unastahili kufa, lakini ile misumari ya Yesu akimwonyesha Baba anasema huyu nilimfia, mpe muda kidogo. Na katika kambi hili umekuja kuwekewa mbolea, anasema Baba msamehe Temba, mpe tena muda, huenda akajirudi safari hii. Na kama utafanya hivyo, habari njema ni kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama nini? Utasamehewa. Kwa hiyo elewa, wakati ulio nao ni mgumu na ni complicated kuliko ule wa wana wa Israeli. Wale walikufa kimwili, wewe unaenda kujiangamiza kiroho. Kwa hiyo kwa kuwa Bwana yuko kule mbinguni anatupatanisha, na sisi tuna access ya kwanza kuingia kupitia damu yake na kumwomba yeye ili tuweze kusamehewa. Hakikisha umetubu dhambi zako. Huko ndiko kusafiri ukimsubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndiko kusafiri ukimsubiri Yesu. Ninatamani mada yangu kuu hapa, najenga msingi. Mada yangu kuu ni kurudi kwa Yesu mara ngapi? Lakini hatuwezi
kuelewa Yesu anarudi mara ya pili kivipi bila kujua anachokifanya kule mbinguni nini. Ndio maana nimeconnect hapa. Sio maana ila hapo nimeconnect. Ili sasa nitakapomaliza, nitakapokuja kuanza kushughulika na somo husika, uelewe ni nini unachopaswa kufanya. Shughuli nyingi katika dunia hii zitakusababisha umpoteze Yesu. Wala masumbufu tunataka kusababisha usikae mkao wa kumsubiri Yesu. Kesho tutaendelea. Kwa kuwa kesho tutaendelea, ninaomba neno moja tu kwako. Maswali yote yatunze mpaka tutakapofika kwenye somo husika. Haleluya. Ila leo chukua hii. Wakati walipokusanyika duniani, kuhani akiwa ndani, walipeleleza mioyo yao. Lakini kuhani alipotoka, wale waliokuwa wazembe wote hawakupona. Unapoishi hapa duniani, wakati kuhani katika uhalisia wake yuko kule mbinguni, utaishi. Sasa kwa lugha rahisi kabisa, sikukuu hizi zote, Pasaka, mikate isiyotiwa chachu, malimbuko, Pentekoste, baragumu, upatanisho, makambi, kivuli chake kilikwisha. Tuko kwenye uhalisia. Sasa Wakolosai anasema yote haya yalikuwa ni kivuli, Wakolosai 2:14 mpaka 17. Bali mwili ni Kristo. Usipokuwa na Kristo, wewe ni bure. Tusimame. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu uliye juu mbinguni, tunasema asante kwa kumtumia mtumishi wako. Haya machache wetu kusia katika akili zetu, ukaimarisha katika mioyo yetu, tukatendee kazi ili tuishi mbinguni pako, tukusubiri jambo mara ya pili. Kwa kila mmoja wetu sasa na hata milele, kwa tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen.